Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi amesema vitendo vya udhalilishaji ni janga la kidunia linalohitaji nguvu ya pamoja kulitokomeza. Rais Mwinyi amesema katika hafla maalum ya msimu wa 5 wa tunzo za kupinga ukatili wa kijinsia, hafla iliyofanyika hoteli ya Madinatul Bahri Mbweni, mkoa Mjini Magharibi. Rais Mwinyi amesema umefika wakati wa wadau na taasisi za kupinga ukatili wa kijinsia kuongeza nguvu kupinga udhalilishaji pamoja na kuacha kuonea na muhali ili kukomesha vitendo hivyo. Raia na wanajamii, bado tumekuwa tukishuhudia vitendo vya udhalilishaji vikiendelea, hasa kwa wanawake na watoto, ikiwemo ndani ya jamii yetu. Kwa mujibu wa ripoti ya utekelezaji wa Jumuiya ya Wanasheria Wanawake ya mwaka 2024, taasisi hii iliwahudumia wahanga wa vitendo vya udhalilishaji wapatao 1964, wakati malalamiko ya madai yalikuwa 1934 na mashauri ya jinai yalikuwa 30. Hii ni idadi kubwa kwa kipindi cha mwaka mmoja, na ukizingatia ni ripoti ya taasisi moja tu. Ripoti hii inatosha kubainisha ukubwa wa tatizo la vitendo vya udhalilishaji katika jamii yetu, ambavyo lazima tuongeze juhudi katika kukabiliana navyo. Naelewa kuwa masuala ya kupinga vitendo vya udhalilishaji yana changamoto zake. Kubwa ni suala la kuwepo kwa muhali na kukosa utayari kwa baadhi ya watu katika kampeni, kukosa ushirikiano mzuri na kuoneana aibu. Umefika wakati sasa lazima tubadilike ili kuinusuru jamii yetu na vitendo vya aina hii. Kiano kwa taasisi nyingine ili juhudi za kupinga ukatili wa kijinsia na kwamba Zanzibar bila ya ukatili wa kijinsia inawezekana. Amezipongeza taasisi hizo kwa kufanya kazi kubwa na nzuri katika kupinga vitendo vya udhalilishaji na kuahidi serikali kuendelea kushirikiana nayo. Wito wangu kwa jamii, tumia maarifa yaliyopatikana katika siku hizi 16 kwa kuongeza bidii dhidi ya mapambano ya vitendo vya udhalilishaji hapa nchini. Akizungumza katika hafla hiyo, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Anna Atanas Paul amesisitiza kuchukuliwa kwa hatua za mapema katika kupinga ukatili wa kijinsia, ikiwemo kurejesha maadili ya Kizanzibari, wanaume kwa mstari wa mbele kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia, utoaji wa elimu kwa jamii, lakini kuimarisha sheria zetu na kutolewa adhabu zilizokali, lakini kutoa huduma bora kwa waathirika wa vitendo hivi, lakini tuwe pia na takwimu zilizokuwa sahihi, kwa sababu tuna takwimu nyingi sana mheshimiwa. Lakini pia tunatamani kuimarisha uchumi wa wanawake, ambao kupitia hilo tutapunguza vitendo hivi, lakini kuweka vipaumbele kwa malezi bora ya watoto wetu, hilo pia litapunguza vitendo hivi, lakini pia kuwashirikisha wanaume na wavulana wetu, kama nilivyosema, wawe ndio machampion namba 2 baada yako Rais, lakini kurejesha maadili na nidhamu ya jamii, tuwe na maadili yale yetu ambayo ya Wazanzibari. Hiyo itatupunguzia mheshimiwa kwa kiasi kikubwa, lakini watu waweze kutoa taarifa bila ya uoga wowote. Taarifa imekuwa tatizo mheshimiwa, watu hawatoi taarifa, na ndio maana vitendo hivi wale waliofanya wanaendelea kufanya. Na kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.